Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, tuko hapa Mlandizi, mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha, na lengo kubwa ni kuzungumzia kuhusu Mwenge wa Uhuru ambao utazinduliwa kitaifa wilaya ya Kibaha hapa tarehe 2 mwezi wa 4. Na hapa niko na watu mbalimbali ambao nitazungumza nao kuelekea Mwenge wa Uhuru, wamejiandaa vipi wao kama wao na wanajua nini kuhusu Mwenge wa Uhuru. Kwa hiyo ungana na sisi, ungana na Sullivan TV pamoja na Djuma TV kuweza kupata habari zote ambazo za kufikia kutoka hapa Mlandizi, na ndo kwanza tumeanza day 1. Kwa hiyo tutegee sikio kusikia maoni ya watu wa Mlandizi, wamejiandaa vipi kupokea Mwenge wa Uhuru ambao kitaifa utawashwa hapa Kibaha. Niko na watu mbalimbali, niko na brother hapa. Brother, kwema? Kwangu mimi poa. Mambo vipi? Mambo yanaendaje hapa maeneo ya Mlandizi? Yani hapa mambo burudani, yani mambo moto moto yani. Kwa majina unaitwa nani kwanza kwa kutazama kamera hapa? Kwa jina naitwa Hamis Faiswali. Ni mkazi wa hapa Mlandizi. Hamisi, labda unajua nini kuhusu Mwenge wa Uhuru? Kiambiwa neno Mwenge wa Uhuru. Ninachokifahamu mimi kuhusu Mwenge, unapotembea katika mazingira ya kwetu hapa, huja kuzindua vitu mbalimbali. Alafu huja kuleta, kwanza kuna hamasa tofauti au sio? Katika masuala ya Mwenge utaongezea hata vipato sisi hapa wajasiriamali wadogo au sio? Kuna bodaboda tunafanya shughuli kwa wakati, kuna wafanyabiashara nao wanafanya biashara zao kwa wakati. Kwa dondoo ulizozipata wewe, Mwenge unazinduliwa tarehe ngapi? Kwa dondoo nilizozipata mimi, Mwenge uzinduliwa, niliambiwa kitu kama tarehe 1. Tarehe 1. Unazinduliwa wapi? Unazinduliwa hapa Mlandizi Mtongani. Ukitoka hapo utaelekea maeneo ya Vigwaza pale roundabout kwa ajili ya mizani pale. Wanaenda kuzindua pale katika mazingira ya mzani. Sasa kingine sijajua, huenda wakawa wanataka kutuzindulia stendi yetu hiyo ya hapo, maana bado haijakamilika. Sasa sijajua kitu ambacho kingine kitakuja kuzinduliwa. Wewe unafanya kazi gani hapa Mlandizi stendi? Mimi ni mjasiriamali tu hapa mdogo, mfanya biashara mdogo. Biashara yako nini hasa? Sisi tunauza korosho kwenye mabasi. Kwenye mabasi. Yaani ile basi limesimama na wewe na sisi tunapanda ndani hapo, tunapanda ndani tunauzia umo korosho. Changamoto gani unakutana nazo kwenye biashara yako hii? Changamoto ziko nyingi. For example, sasa hivi tupo katika mwezi wa Ramadhani au sio? Changamoto moja wapo hiyo hapo au sio? Changamoto nyingine ipo, ziko nyingi tu yani. Labda kuna siku inapita hujauza kabisa. Hiyo inakuwa hakuna. Wenyewe wanasema wale kuchana mdomo ndo wanakupa kula. Kwa hiyo siku kwamba hujauza haiwezekani. Mwenyezi Mungu hawezi akakunyima riziki. Upiga huwa lazima uuze. Yaani Mwenyezi Mungu kukunyima riziki inakuwa ngumu sana katika kazi. Yaani atakunyima kile kitu ambacho cha kufanya kikubwa, lakini kidogo atakupa. Katika hasa kile anachokupa kile kidogo kile, huwa tunashukuru Mungu hicho. Na sisi tunaendesha maisha yetu. Labda kipato chako kwa hamna kwa siku unaweza kaingiza shilingi ngapi? Inategemea, unaweza, kwa sababu biashara inapanda na kushuka. Au sio? Biashara inapanda na kushuka. Siku unaweza ukajikuta biashara nzuri ukauza shilingi 70,000, 80,000 au sio? Mpaka laki. Siku nyingine unakuta kama biashara haijaenda vizuri zaidi au sio? Ukaja ukapata labda hata shilingi 40,000, shilingi 20,000, 30,000 kawaida. Ila biashara inapanda na kushuka. Hivyo vitu mnakuwa mnanunua au vinakuwa na watu mnachukua mali kauli ili uweze kwenda kuuza jioni urudishe mahesabu kwa mwenye mali? Hapana, hivyo mimi huwa sichukui mali kauli. Moja hapo mimi huaga na kuna muda natengeneza mwenyewe tu. Kwa sababu kuna muda msimu unanunua korosho kwa msimu, unaziweka store, ikishafika mida kama hii ya mvua basi na wewe unatafuta riziki kwa wakati. Kipindi gani haswa kikubwa ambacho kinakuwa na fedha nyingi? Labda unapata wateja wengi. Ni msimu gani? Ni msimu huu wa mvua au ni msimu wa kiangazi? Ni msimu wa masika. Masika, kwa sababu utengenezaji wa korosho unakuwa mgumu zaidi kuliko msimu wa kiangazi, kwa sababu msimu wa kiangazi korosho huwa inakauka kwa wakati. Kwa hiyo unakuta watengenezaji wanakuwa wako wengi sana. Ushanielewa? Lakini sasa msimu wa masika zikishaanza mvua kunyesha, kwamba tafasiri yake jua lile la kukausha zile korosho linakuwa liko chache. Kwa hiyo sasa watu ndo zinapopanda bei kwa ajili ya mvua katika ukaushaji. Labda vijana wengi wanakuwa wanadharau biashara mnaoifanya kwamba mimi ni bebe tenga langu juu kwenda kuuza nini. Unawaambia nini vijana ambao wanaidharau kazi yenu? Hao vijana wanakuwa hawana akili, kwa sababu tunaendesha familia kwa ajili ya hizo, tunalipa kodi ya nyumba, tumeshajenga na majumba huko kwa ajili ya hivyo vitu hivyo. Unafikiri mtu anaodharau kazi kama hiyo anakuwa hana akili? Au sio? Unasema labda ni riziki kubwa ya maisha yangu, ninapokimbia hivi basi mara linaweza likanikanyaga.
Hamna. Hizi shughuli hizi tumezianza muda sana. Siku gani ambayo hutoisahau kwenye maisha yako kwamba hii ilikuwa ni changamoto kubwa niliwahi kuipitia? Ni siku gani hiyo? Nilipata ajali. Ni ajali ya aina gani? Nilipata ajali kwenye gari. Jamaa alituchomekea. Jamaa sisi tulikuwa tunatoka Vigwaza, tunakuja kufika Ruvu Darajani pale, dereva wa lori akaliingiza gari kwa nguvu, kwa hiyo jamaa akashindwa kupiga breki kwa wakati, basi tukaenda tukalivaa lile lori. Hiyo ndo siku ambayo sitaisahau katika maisha kwangu. Uliumia? Nilishtuka kidogo toka baadhi ya viungo, ila sijavunjika kiungo cha aina yoyote. Kitu gani kinafanya sasa usisahau hiyo siku? Ajali huaga haisahauliki kaka. Sababu ajali ni tukio ambalo la ghafla. Ajali ni tukio ambalo la kutotarajia, au siwe? Kwa hiyo sasa ile kitu ambayo inasababisha kwamba mimi kwenye memory card yangu isifutike kitu kama hicho. Mtu yoyote anapotaka kukwambia sasa hivi tukio kubwa zaidi linakuwaga ndo hilo. Sitaisahau mpaka naenda kaburini. Changamoto gani sasa mnaipitia nyinyi kama wauzaji, au nini ombi lako kwa serikali kwenye kazi yenu hii ya uuzaji wa bidhaa kwenye mabasi? Sisi tunamuomba waheshimiwa waliokuwa katika ngazi ya juu tusaidie. Yaani mpaka sasa hivi mimi ninachokishukuru kikubwa zaidi kwamba wanaona vijana umuhimu wetu. Shanielewa, kwa sababu sisi vijana ni tunatafuta pesa kwa wakati. Sawa? Kwa sababu ukiwa unapokuwa kijana ndio inabidi upambane kutafuta hela. Au sio? Ukishazeeka unakuwa huwezi kufanya shughuli ya aina yoyote. Sasa kuna muda wanasema kwamba tusipande kwenye mabasi kwa niaba kusumbua abiria, lakini kuna muda na sisi tunaenda tunaomba kupitia hawa viongozi wetu, na wanatuachia na sisi tupate riziki za kujiendesha kwa familia, kujiendesha na watoto, kujiendesha na wazee wetu waliokuwa nyumbani. Mimi nikushukuru sana, labda kama una neno lingine la kuzungumza. Sullivan TV tayari imeshafika mkoa wa Pwani, na hii ni TV ya watu wa Pwani na mikoa ya jirani. Wewe ukiwa kama Mtanzania na ukiwa kama mkazi wa maeneo ya Mlandizi ambapo pia ni fahari yako kuwa na Sullivan, unazungumziaje ujio wa Sullivan TV? Ujio mzuri sana. Karibuni kwanza Mlandizi, kuna maeneo mengi ya kwenda kuangalia huko. Sawa, kuna ujenzi wa soko huko unaendelea, au sio? Kuna ujenzi wa stendi hapo, mnaweza mkaenda mkaangalia, au sio? Hivyo vitu vyote vinakuwa fahari ya kwetu Mlandizi. Kwa sababu soko linatuheshimisha sisi watu wa Mlandizi, au sio, na litaingiza mapato ya kutosha katika wilaya ya Kibaha vijijini Mlandizi. Alikadhalika stendi pale itatuingizia mapato katika wilaya ya Kibaha Mlandizi. Kwa hiyo sisi hapa tunawakaribisha kwa wakati. Muda wote kuweni free, mje mtutembelee. Asante sana, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Na huyo ni miongoni mwa wadau ambao tumepiga naye story hapa katika stendi hii ya mabasi madogo yanayobeba abiria au yanayosafirisha abiria kutoka hapa na kwenda maeneo mbalimbali ya mji wa Kibaha pamoja na nje ya Kibaha.